kesi ya ardhi namba 6075 ya mwaka 2025 kati ya Kanali Naftali Swai na wenzake 49 dhidi ya Ashuru na wenzake watano imeitwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya Ardhi Dar es Salaam mbele ya Mheshimiwa Jaji Mohamed Gwae. Kesi hiyo imeitwa leo mahususi kwa ajili ya kuja kutolewa uamuzi mdogo ambao ulifuatia mapingamizi ya awali yaliyowekwa na wadaiwa, kwa maana ya Ashuru na wenzake. Walikuwa wameweka mapingamizi matano ambayo miongoni mwao pingamizi la kwanza lilihusu mamlaka ya Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya Ardhi kusikiliza kesi hii ambayo iko mahakamani. Lakini katika kutoa uamuzi wake, Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya Ardhi imekubaliana na hoja za wadai kupitia wakili wao Peter Michael Madeleka kwamba Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya Ardhi inayo mamlaka ya kusikiliza kesi yoyote kutokana na mamlaka ya Mahakama Kuu yanayotokana na ibara ya 108 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mahakama ikasema kwamba mahakama kwa kuwa inaundwa na katiba na mamlaka yake hayana ukomo, ni sahihi kwa mtu yoyote kuja mahakamani kuleta malalamiko yake au madai yake dhidi ya mtu yoyote, na malalamiko hayo yakasikilizwa na kutolewa maamuzi. Kwa hiyo pingamizi hilo kuhusu mamlaka ya Mahakama Kuu limekataliwa na Mahakama Kuu leo. Lakini mahakama imetoa kibali cha kwenda kurekebisha baadhi ya kasoro ambazo ni za kiufundi na hazimalizi kesi, kasoro ambazo zilikuwa zinahusiana na swala la utiaji saini kwenye hati ya madai. Ikumbukwe kwenye hati ya madai wadai hawakuweka saini zao kwenye ile hati, na badala yake saini iliyowekwa ni ya wakili wao pekee Peter Madeleka. Kwa hiyo Mheshimiwa Jaji amesema ili kuondoa mkanganyiko wa kumbukumbu, ni vizuri wadai wakaenda kubadilisha hati ya madai na kuweka saini zao. Kesi imepangwa kusikilizwa kwa ajili ya kongamano la kwanza, kwa Kiingereza wanaita First Pre-Trial Conference, siku ya tarehe 12 ya mwezi wa pili mwaka 2026 saa 4:30 asubuhi. Lakini itakumbukwa kwamba shauri hili linahusisha wadai ambao walikuwa ni wafanyabiashara katika jengo lililoporomoka pale Kariakoo mwishoni mwa mwaka 2024.